mahali Mungu anataka Abrahamu aende ni kwenye nchi. Lakini baada ya kwenda kwenye hiyo nchi, wakati unaenda kwenye hiyo nchi, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Na wakati huo nitakapokufanya kuwa taifa kubwa, bado wewe uzao wako nitaubariki. Ijapokuwa Abrahamu na miaka 75 na mkeo ni tasa, kumbuka nitakupa uzao na uzao wako nitaubariki. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mungu wetu asifiwe. Na mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kupitia wewe. Hizi ni ahadi kubwa kubwa ambazo Abrahamu alipewa na Mungu tangu pale alipoitwa. Lakini Abrahamu anaondoka kwenye nchi ile, anaenda katika nchi ambayo Bwana amemwelekeza kwenda, akiwa na mkewe ambaye hana mtoto, na yeye mwenyewe anajihisi kwamba ni mtu asiyeweza tena kuzaa. Lakini akamwamini Mungu. Kama Abraham alimwamini Mungu kwamba aondoke na akaenda, kwa nini alishindwa kumwamini Mungu kwamba pia atampa uzao ambao amekwisha kumwambia ataubariki? Tunashindwa kwenda kama Abraham kwa sababu sisi ni wanadamu. Tunaangalia kama Mungu amekwambia amka, inuka, uende, okoka, utaenda mbinguni. Tuna matumaini makubwa sana. Kati ya vitu ambavyo watu waliookoka wanaamini ni wao kwenda mbinguni. Sema amina yenye afya vizuri. Abraham na yeye alikuwa na uhakika sana kwenye ile nchi ambayo Mungu alimwambia uende, lakini alikuwa na uhakika sana kwamba atakuwa na uzao, na huo uzao utaimiliki nchi, na huo uzao utakuwa mkuu, na yeye atakuwa taifa kubwa, na yeye mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari inapoanza, Mungu anapokuita, mara nyingi sana Mungu anaweza akatumia chochote kukuita kwenye ufalme. Anaweza akamtumia ndugu yako aliyekuwa ameokoka ukaenda kwake ukaokoka. Anaweza akatumia shida ikakupata ukaokoka. Anaweza akatumia pepo akakuangusha chini ukakugaragaza ukakosa amani ukaokoka. Anaweza akatumia mchawi wa jirani yako akaloga biashara yako mpaka ikafungwa ukaokoka. Anaweza akatumia mizimu ya kwenu ikaamka ikapambana na wewe mpaka ukaokoka. Anaweza akafanya chochote ili wewe kuja kwenye njia yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa hatuokoki kwa sababu tulipambana na mizimu na wachawi na waganga. Hatuokoki kwa sababu tulipata kansa tukapona. Hatuokoki kwa sababu kuna walio na kansa walikufa na dhambi, kuna waliopata ukimwi walikufa na dhambi, kuna waliokuwa na pepo mpaka leo hawataki kuja kanisani. Ngoja nikwambie, Mungu alikuita kupitia yale manyonge aliyokuwa amekukutana naye, alikuita pale. Haleluya. Haujaokoka kwa sababu uliugua. Haujaokoka kwa ulikuja kwenye maombi ukawa na pepo. Uliokoka kwa sababu kuna sauti ambayo Mungu aliituma kwenye ulimwengu wa kiroho, ikaita roho yako ikaileta kwake. Sasa anaweza akawa ametumia chochote ili kudiscipline mwili wako uweze kumfuata. Sema amina vizuri sana. Mungu anafanya chochote kudiscipline. Na ngoja nikwambie, Mungu alitumia mazingira ya Abraham ili kumdiscipline Abraham, ili Abraham aweze kuwa sensitive na Mungu. Kwa hiyo Mungu akamwangalia Abraham amekuwa mnyonge, amezaa hajazaa, amekuwa mtu ambaye, na ukiangalia maisha ya Abraham pale mbeleni utaona hii kutokuwa na mtoto ilimsumbua sana. Na sio yeye peke yake, hata mkewe Sarai ilimsumbua sana. Ilimpa shida mno. Japokuwa alikuwa naamini mambo mengi makubwa, lakini yale mengine madogo madogo, ngoja nikwambie, hii hata mimi ni ugonjwa ambao ninao wa kiroho, ninaendelea kumwambia Mungu, naomba unisaidie. Leo hii mimi nikatamani kwamba nitajenga gorofa hapa Arusha, na nikajisikilizia, nikajiweka vizuri, nikaamka, nikajiweka vizuri, nikaenda kwenye maombi, nikarudi na kuambia hiyo gorofa itajengwa. Lakini naweza nikaamka nikakosa shilingi 500. Kuna watu ambao, wale watu ambao wanakaa karibu na mimi wanauliza, Bishop, inakuaje? Mbona unafanya mambo makubwa? Naweza nikawa sina pesa. Yaani mimi imani yangu inashika mambo makubwa kuliko mambo madogo. Yaani nikipanga kununua shamba, nikipigiwa simu na mtu, alo pastor, samani bwana, nilikuwa nina shida sijui na nini na nini, au nina kitu fulani nauza cha shilingi 200,000, namwambia sina hela. Nikipigiwa simu, alo kuna shamba linauzwa hata kama ni Monduli, naweka gari mafuta naenda, na shamba nauzwa $200,000, na baadaye nitanunua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa nikaanza kumuuliza Roho Mtakatifu, kwa nini unaniacha mimi kwenye vitu vidogo na taabika, lakini kwenye vitu vikubwa nafanikiwa? Akaniambia, sikiliza, ni kwa sababu imani yako unakoielekeza sana ndicho inachofanya. Imani yako ukiielekeza kwenye mambo madogo madogo sana, inayafanya mambo madogo madogo. Ukiielekeza kwenye mambo makubwa sana, inafanya mambo makubwa sana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu imani yako ni kama sumaku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapoichaji ile imani yako ikiwa na nguvu za kutosha, ukiamuru imani yako inafanya kile ambacho umekusudia kufanya. Hakuna kitu kisichowezekana kwa yeyote aamini. Hakipo. Nasema hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hakipo.
Mara nyingi sana watu wanaamini Mungu anaweza akawatoa pepo watu, lakini hawaamini kama Mungu anaweza akawapa pesa. Wanaamini Mungu anaweza akamponya mgonjwa, lakini hawaamini Mungu anaweza akamponya kansa. Wanaamini Mungu anaweza akaponya kichwa. Mtoto akija tu, mama nauma tumbo, mama haraka sana ameweka mkono kwenye tumbo na anaanza kunena kwa lugha na kuomba, na yule mtoto anapona. Lakini mtu akimwambia, bwana unajua kuna fulani anaumwa na ukimwi au anaumwa na kansa, anaumwa sukari, imani yake inaanza kuloa. Sikiliza, imani unavyoichaji kwa nguvu. Ibrahimu alikuwa na imani ya kwamba akienda na mtoto kule msituni Mungu ataleta kondoo, lakini alishindwa kujua kwamba Mungu anaweza akaleta mtoto mpaka akalala na Hajiri. Hivi kama Mungu anaweza akatoa kondoo kwenye kichaka, anashindwa nini kuleta mtoto kwenye tumbo la mwanamke ambaye tayari unaye? Sasa wakati Mungu anakuita kwenye maisha haya ya safari yako na Mungu, kuna vitu vya muhimu sana kuangalia. Kuna kitu ambacho nimejifunza sana kwenye hili somo, kinaitwa nyakati ama vipindi. Kwenye safari ya mtu na Mungu, wakati mtu anaenda na Mungu, kuna vipindi mbalimbali. Na hivi vipindi ndio vimekuwa kwa sababu havina tafsiri, kwa sababu mara zote vipindi hivi vinakuwa vipya kwenye maisha ya mtu. Vile vipindi vinamsababisha mtu anakuwa mgeni kwenye yale mazingira na kwenye ile hali. Kwa hiyo anashindwa kujua hasa afanye nini wakati kipindi hicho kinapotokea. Na hivi vipindi havipingiki. Mungu anaviruhusu hivi vipindi kwenye maisha ya huyu mtu kwa ajili ya faida ya mtu mwenyewe na kwa ajili ya Mungu. Sasa mara nyingi sana kwenye wiki hii tutaangalia vipindi mbalimbali ambavyo vinatupata safarini, ambavyo kwa sababu tunashindwa kuwa na tafsiri ya kutosha, tunafika mahali tunaamua kuzaa na house girl, tunafika mahali tunaamua tupeane talaka tu, tunafika mahali tunaamua ni vizuri tu kurudi kijijini, tunafika mahali tunaamua ni vizuri tu kuamua tu kuolewa tu na mtu asiyeokoka, hata kama ni shehe, hata kama nitakuwa mke wa pili, ni vizuri tu, unajua tunaamua. Kitu gani kinakusukuma mpaka unafikia kwenye maamuzi? Ni kwa sababu uko kwenye kipindi fulani. Na vipindi vyote hivi mara nyingi sana Mungu ananyamaza. Mungu anaongea kwenye vipindi vichache sana, lakini kwenye vipindi vingi vya maisha ya mtu Mungu ananyamaza. Na kwenye vipindi hivi ndipo mahali watu wanafika mahali wanakinai kanisa, watu wanakinai huduma, watu wanakinai maono yao, watu wanapoteza direction, watu wanafikiri mtumishi aliyenaye hawatoshi tena, wanafikiri wanahitaji mtu wa zaidi. Kwa nini? Nini kimetokea kwenye maisha huyu mtu? Ameingia kwenye kipindi kipya. In a new season kuna kila kitu kipya. Hali ya hewa ni mpya. Wale ambao wanajua habari za Ulaya, wao wana majira kuliko sisi. Kwenye new season yao hata mavazi yanabadilika, mionekano inabadilika, minyoo ya nywele inabadilika, kila kitu kinabadilika. Na kwenye maisha ya Mkristo kila mtu ana season zake. Na hizo season zinatofautiana kabisa kabisa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe mno. Tutaziangalia leo, naweka tu introduction, tutaziangalia na tutaangalia kwenye Biblia kuna season tofauti tofauti ambazo zinawapata watu. Na kwa sababu hiyo safari ni ndefu na unajua haina mwisho. Hauwezi kusema nimefika mpaka uondoke. Sema amina. Kuna nyakati kwa mfano, kuna nyakati ngumu, kuna vipindi vigumu ambavyo Mungu anaviachilia kwenye maisha ya mtu. Vipindi vigumu. Lengo kabisa la vipindi hivi vigumu, Mungu anajua anataka kufanya nini na huyu mtu. Na vile vipindi vigumu Mungu anaviacha, hajalishi wewe utalia, utapiga kelele, hajalishi, aangalii. Ukibadilisha mhubiri mambo yanabaki pale pale, ukibadilisha maombi mambo yanabaki pale pale. Hivi vipindi vinaachiliwa kwenye maisha yako, vinaweza vikadumu na wewe miaka 2, miaka 3, miezi 3, miezi 6. Haleluya. Na kuambia usivunjike moyo kwa jina la Yesu. Nasema usivunjike moyo kwa jina la Yesu. Nasema usivunjike moyo kwa jina la Yesu. It's a matter of season kwa jina la Bwana. Nasema usivunjike moyo. Ni nyakati tu, ni kipindi. Na hizi nyakati ngumu zinaweza zikaja, zisije kwenye uchumi, zinakuja kwenye ndoa. Zinaweza zikaja zikakudiscipline wewe kwa ajili ya jambo fulani. Zinaweza zikaja, ngoja nitazisema sana, lakini hizi nyakati si hatari sana. Maana mara nyingine nyakati ngumu zinakusaidia pia kumsogelea Mungu sana. Kuna nyakati nyingine, nyakati za kujaribiwa. Tutaongea zote hizi. Tunazo siku 4 hapa mbele. Kuna nyakati za kujaribiwa. Ukiangalia safari ya watu wengi wa Mungu, nitakuonyesha katika Waebrania mlango ule wa 11, Biblia inasema watu hawa wote wakafa hawajazifikia zile ahadi, lakini wakaziona tokea mbali. Haleluya. Haleluya. Watu wengine wanaziacha ahadi. Kwa nini? Kwa sababu hawakufanya vizuri kwenye nyakati zao. Hawakufanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu sana kujua, ushindi ni permanent. Ushindi ndio urithi wetu katika Kristo. Nasema tena haleluya. Ushindi, yani victory, ushindi ni urithi.
Yaani tumekwisha kupewa urithi wa kushinda. Yaani hakuna msamiati wa kushindwa kwenye maisha ya Mkristo, hayapo. Hakuna kushindwa kwa namna yoyote, hakuna kushindwa. Yaani sisi kwa kuwa aliyetutangulia ameshinda, sisi tumesha kuisha kushinda automatically. Haleluya. Yaani hakuna kushindwa kwa namna yoyote, haipo. Kwa maana hiyo basi kama ushindi ni permanent, maana yake sisi lazima tufanye ni kama tunajaza pipa maji. Kama pipa lina ndoo 12 na sisi tunaenda mtoni tunachota lita 1. Haijalishi chochote mpaka ile pipa lijae. Yaani tunachotakiwa sisi kufanya ni kujaliza lile pipa, ni kukijaliza kikombe. Tunafanya bidii. Kwa hiyo unapochelewa, unapotembea katika ulegevu, maana yake unachelewesha wewe kujaza pipa lako. Na kanuni ya Mungu ni ngumu kweli kweli. Wewe nikwambie, nilikuwa nawaambia watu kanisani jana. Mungu mara zote anaangalia kanuni. Sikwambii hivi ulishi maisha ya kipagani. Mungu aangalie utakatifu, maana hakuna yeyote anaweza kuwa mtakatifu pasipo yeye. Hakuna awezaye kuishinda dhambi bila Mungu. Kama wewe upo hapa, wewe na heri yako, umebarikiwa. Lakini hakuna hata mmoja. Yaani Mungu atafuti utakatifu. Mungu atafuti. Kuna watu wanatembea kanisani kwenye huduma na thermometer. Wanatembea na thermometer kupima kiroho cha wengine. Kupima maisha ya watu wengine. Kuangalia huyu mtu ni mtakatifu sana. Kumwangalia huyu mtu unajua huyu ameokoka vizuri, huyu hajaokoka vizuri. Mtu akiwekwa kwenye nafasi za huduma ama utumishi, anaanza kumjaji, kuangalia maisha yake. Unajua anatafuta maisha ya kiroho yaliyokomaa, anatafuta sifa ambazo anaziona ni za kiroho, ndio anaona huyu mtu anastahili kuwa mtumishi. Nataka nikwambie watu wote ambao unawaona ni watumishi hawajaqualify kuwa na maisha matakatifu ndio wakaitwa. No, walikuwa appointed na Mungu, maana Bwana aliwapenda na aliwatenga kwa kazi yake. Sema amina yenye afya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara nyingi sana shetani anatudisqualify. Ukishindwa anakuambia unajua, wewe ni kwa sababu uombi sana, wewe ni kwa sababu ufanye hiki, wewe ni kwa sababu ufanye kile, wewe ni kwa sababu ufanye. Ngoja nikwambie, hauwezi kufanya chochote bila yeye. Uwezi. Na nataka nikwambie hakuna sifa yoyote utakayofanya ili Mungu akupe kitu chake. Mungu anakupa kitu chake sana, nakupenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kama watoto wachanga kwa Yesu, tunanyonyeshwa na mama yetu. Wewe ulinyonya kwa mama yako, ulimlipa shilingi ngapi? Shilingi ngapi ulimlipa mama akafungua titi lake akakunyonyesha miezi 9, akakufuta mavi yako, akakuosha, akakutunza miaka? Alikuwa anakufanyia hayo yote kwa upendo peke yake. Na kama Mungu ana upendo, anatupenda sisi kuliko mama zetu. Mwenyewe anasema mama aliye na mtoto anaweza kumwacha, lakini mimi siwezi kukuacha. Yaani hiyo ndio guarantee. Ukijua shetani hakutishii. Halo. Yeye hapendi watu walio wakamilifu, anataka watu walio tayari kutembea kwenye kanuni zake. Maana unapotembea kwenye kanuni, Mungu anakusaidia wewe kuwa mkamilifu. Unakwenda pamoja na mimi. Unakwenda pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani pasta kilisababisha huduma na makanisa ya zamani yale yalikuwa yanajiita majina makubwa? Hili ni kanisa la kiroho, hili ni kanisa la Kipentekoste. Wapi? Kwa nini hawakwenda popote? Ni kwa sababu walikuwa wanatafuta perfection, wanatafuta ukamilifu. Wanatafuta ukamilifu ambao huo ukamilifu huwezi kuupata. Atupasi ngoja nikwambie, huwezi kuishi vibaya na Mungu kama Mungu anakufanikisha. Huwezi kuishi vibaya naye. Mungu ni zaidi ya mpenzi. Na huyo mpenzi unajua sio yule unayemwandikia message na kuchati ajui unafanya nini. Yeye ni mpenzi ambaye mnaishi naye, mnakaa naye, mnatembea naye, mnaongea, mnazungumza, mnaamka, mnatembea, mnalala, mnaamka, mnatembea. Haleluya. Ni zaidi ya mpenzi. Ni zaidi ya mke wangu ajui nilimuomba aje anisindikize, hayupo. Yeye Mungu yuko pamoja na mimi. Anasema nikiwa nimelala, anasema nikiwa nimeamka, anasema nikiwa natembea, anasema nikiwa na njaa. Yeye ni zaidi ya mpenzi. Haleluya. Sasa anachokitaka kwako, Yesu akawaambia, sikilizeni, kuna watu wawili walitumwa na baba yao. Mmoja akaambiwa nenda, akasema baba mimi nitaenda. Mimi nitaenda. Alichokuwa anataka, alikuwa anataka kuonyesha ukamilifu. Anataka kujionyesha mimi Bwana ni. Lakini huyu mwingine akasema mimi kwa kweli baba mimi mzee siendi. Mimi dingi mimi siendi dingi. Lakini alipoenda mbele akaona hii kazi ya baba lazima ifanyike. Akarudi akazunguka mjini, akaona nafanya nini huku, kule nyumbani kunaharibika. Akaamua kurudi nyumbani akafanya nini? Akafanya ile kazi. Mzee alipokuja, hata alisema baba, unajua samani baba, nilienda kidogo sokoni nikachelewa. Nilienda kwenye asema wewe, nilisema kazi ifanyike. Mungu anataka watu walio tayari kufanya kazi. Sema amina yenye afya vizuri. Kama Mungu angekuwa anatafuta watu wakamilifu, sikiliza, shetani amepiga kigingi mahali namna hii. Watu wakija wakikwama, ngoja nikwambie, Mungu anaruhusu kushindwa mara nyingi kwa watu. Anaruhusu mwenyewe. Kabisa. Kabisa. Usifikiri wakati Ibrahimu anachukua Hajiri
kwa ushauri wa mkewe. Unafikiri Mungu alikuwa aoni? Alo, Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu alikuwa anaona kabisa, Mungu akanyamaza. Unajua ukipatiwa vitu vya Mungu kirahisi rahisi, lazima upate kiburi. Kitu Mungu anachoshughulikia kwenye unyonge wako na udhaifu wako ni kiburi chako. Anaachia unyonge wako na udhaifu wako uwe mkubwa sana kuliko matumaini yako, ili akija kukusaidia, umwachi kila saa unaye hapa. Wewe niacheni na Yesu wangu bwana, niache. Yani umwachi. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kwenye safari. Kuna maeneo ambayo unaonekana umeshindwa, lakini nakwambia hujashindwa, kwa sababu ni bado tu hujajaza pipa, bado tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bado tu hujajaza pipa. Sasa hizi nyakati za kujaribiwa, kuna nyakati nyingine sizisemi, nitazisema ninapoendelea kusema. Kuna nyakati za kupanda, kuna nyakati za kuvuna, kuna nyakati za vita. Bwana asifiwe. Kuna nyakati za baridi. Moja kati ya nyakati tutakazozizungumza sana, nyakati baridi. Nyakati ambazo hakuna upepo unavuma, hakuna signal yoyote, kuna kama Mungu yupo. Sisemi nyakati ngumu. Nyakati ngumu zipo kabisa na neno la Bwana lipo linakusaidia. Nyakati ngumu ni tofauti kabisa na nyakati baridi. Yaani usikie hata kuomba. Ukiomba ni kama unamtukana Mungu. Ukija kwenye ibada ni kama haujaja. Ukienda kwa lugha ni kama unatukana Mungu. Kuna wakati mimi yani mpaka nikasema Mungu hizi ni nini hizi? Nini kwa lugha, alafu shetani baada hivi unajua ulimwambia Mungu nini pale? Hiyo romo yako ni nini ulikuwa unasema? Sasa inawezekana au nimepagawa na pepo nini? Mbona sasa mambo hayaendi? Alafu nakaa namna hiyo kwa ni mtumishi naamua kutesti kama bado Mungu yuko ndani, natafuta mtu mwenye pepo. Kwa Yesu, mbona kama Mungu bado yupo, sasa inakuaje? Haleluya. Nyakati baridi ni za binafsi, ni nyakati za binafsi. Sio nyakati za huduma yako wala mume wako, no. Mkeo atakuona vizuri. Mmeo kama umeolewa na kuona vizuri, watoto wako watakuona vizuri, mtumishi wako uko hapa atakuona unafanya vizuri sana, lakini wewe huko ndani ni baridi. Unajaribu kuexpress your feelings, hamna mtu anasikia. Unaelezea, hamna. Ni nyakati za upweke. Hizi nyakati zimeua sana wakina dada. Zimeua sana wakina dada, wakina mama. Zimeua sana. Kwa sababu ni nyakati ambazo huwezi kiroho, huna dhambi yoyote, huduma unafanya vizuri, lakini wewe mwenyewe ujisikii. Ukijiingiza kwenye upako na kuambia hata ukijiweka namna hii ukolei. Nyakati baridi. Nataka nikwambie, wakati Mungu amekuanointi, amekutenga kwa ajili ya kazi, analetaga upako wa aina mbili. Tofauti yako na mtumishi wa Mungu ni hiyo. Una upako wako na una portion ambayo unatumia kama wewe, lakini analeta upako wa pili wa kitumishi. Ule upako ni wa kikuhani ambao unatumia unapovaa ile kofia ya kikuhani tu unatumia. Ni kama polisi, anapokuwa nyumbani ana mavazi ya nyumbani. Akivaa tu yale mavazi ya kipolisi tayari ana upako fulani wa kipolisi. Na ndivyo Mungu anafanya. Kwa wakati wote wewe unakuwa mtumishi na wakati wote unakuwa wewe. Kwa hiyo unapoanza kutumia, unapofanya jambo lolote la kitumishi, unanyonyea kwenye lile tenki la kitumishi. Lakini unaporudi kibinafsi, unakuwa wewe peke yako. Yaani mtu anakufuata, unamwangalia unasema, yani huyu dada angejua hata asingeniambia shida yake. Una appointment na mtu, unaangalia simu yake amekupigia. Alikuwa anakuomba, dada fulani, jamani sinaomba nije hapo kazini kwako unipeleke kwenye maombi na nini, anakupigia, umekaa pale. Unataka kusonya. Maana unasema jamani si hata angesahau. Wewe ni baridi kabisa. Na anapokuja anakuchukua, anakuleta, unamleta kanisani, unamleta kwa mtumishi au unamwombea, mambo yanatokea. Anakushuhudia na kuandikia message, anafanya kila kitu. Wewe unageuka ukutani unalia. Baba, nini na shida? Ni nyakati baridi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika nyakati hizi mbalimbali nilikuwa najaribu kugusa kila pointi. Tunatakiwa tunapotembea na Mungu, kuna vitu havitakiwi kabisa kututisha ama kutupunguzia maksi. Chochote ukiachivu katika Mungu, chochote ukishaweka kikatokea kwa Mungu, hakiondoki. Alafu Mungu haibi hata siku moja, hata siku moja. Mungu haibi. Hata kama umekufa umeondoka, Mungu haibi thawabu yako. Yaani Mungu hata siku moja. Yaani watumishi wa Mungu hata wale ambao walianza vizuri wakaenda wakamalizia vibaya, yale walioyafanya yote watoto wao wanarithi. Sema amina yenye afya vizuri. Na kuambia hivi, watoto wa mwenye, kuna nabii mmoja alikuwa mmewa na yule mama wa Elisha. Alikuwa mtumishi wa Mungu vizuri, lakini kulingana na maelezo yanayosomeka kwenye Biblia hakufanya vizuri. Na maandiko yanasema Mungu akaamua kumuondoa, akafa. Bwana Yesu asifiwe. Alipokufa, mkewe waliokuwa wanamdai, huyu mtumishi alikuwa na madeni mpaka ya kuuza watoto. Lakini kile alichokuwa amekifanya kizuri kwenye maisha yake, kwenye utumishi wake, bado alikuwa hayupo, na ubaya wake na madeni yake bado Mungu alilipa. Usifikirie ule muujiza ulitokea huyu mwanamke mjane eti kwa sababu alikuwa mjane. No.
ulitokea kwa sababu huyu mumewe ambaye alikuwa amekufa na kaacha madeni, kuna vitu vizuri alifanya. Sema amini yenye afya vizuri. Na Mungu haili mshahara wa mtu yeyote. Haleluya. Yaani chochote ulichokiweka kwa Mungu hujapoteza. Whether wale watu uliowapa wali appreciate, whether waku appreciate, whether walichukua zile pesa wakafanyia yote waliofanyia, wewe uliyetoa, wewe uliyefanya, wewe uliyeotesha mbegu, wewe uliyeomba, wewe uliyefanya chochote. Haleluya. Ngojea mavuno yanakuja. Una haja ya kuogopa. Sikiliza nikwambie, bidii yako ya leo na mafanikio yako ya leo sio yanayoleta mafanikio. Bidii yako ya leo na mafanikio yako leo, yani leo ndio umefanikiwa. Umeomba ukajisikia una upako leo na nini, na kuambia sikiliza, si hicho kitakachosababisha mambo yatokee. No, yale uliyofanya jana. Alafu haya uliyofanya leo yanaendelea kulipa. Yale kusaidia tu kwa kwenye position kwamba Mungu anapofanya ujue Mungu yuko kazini. Tunakwenda pamoja. Kitu kikubwa sana ambacho unapaswa kukielewa wakati namaliza. Kikubwa sana, mkataba wako na Mungu ni wa milele. Sema amina. Mkataba wako na Mungu ni wa milele. Katika kitabu cha Luka mlango wa 15 kinaelezea habari ya mwana mpotevu, a prodigal son. Huo mkataba, yule mtu ambaye alikuwa na wana wawili, mmoja akasema nipe mali inayoniangukia, akaenda safari za mbali, akatawanya, akala na malaya na makahaba mpaka akafika mahali anakala na nguruwe. Huyo mtu si mwingine, ni mwana wa Mungu. Ni mtu ambaye alimjua Mungu na akaenda. Yesu hakuwa anatoa mfano wa baba mwingine, alikuwa anatoa mfano wa baba yake. Tunakwenda pamoja? Tunakwenda pamoja? Kuna vitu ambavyo kwa sababu ya taratibu za dini tulifundishwa, na nataka nikufundishe na wewe. Wangapi hapa wana mpango wa kumwacha Mungu ili wakimwacha Mungu tuwatenge? Amen. Mimi ni kasisi, ni padri, mimi ni mchungaji, tena ni askofu. Haleluya. Lakini sikiliza, kutenga haikuwa kwenye kanuni ya Mungu. Nataka kusema amina tena yenye afya. Nataka kusema tena amina yenye afya. Yale mambo madogo madogo na mambo yanayotokea kwenye maisha ya watu, kushindwa safari, haimaanishi huyu mtu si mwana wa Mungu tena. Unanisikia vizuri wewe? Ule ulikuwa ni mlango ambao unasababisha watu walioko kanisani wanaishi kwa hofu. Yaani mtu anaishi akiogopa dhambi. Wapendwa, ogopeni uzinzi. Wewe ogopa uzinzi, ogopa. Pasa ogopa. Kwa hiyo ukiishi na kile ulichokiogopa ndicho kitakacho. Unapotimiza kanuni ya Biblia ina apply automatic. Ukiogopa kitu kinakupata. Ukiogopa chochote kinakupata. Kama una mpango, sikiliza nikueleze. Hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu anayepanga kufanya dhambi. Hayupo. Biblia inasema katika Yohana 3, ninyi mmezaliwa na Mungu, na kilichozaliwa na Mungu kinaishinda nini? Ulimwengu, kinaishinda dhambi, wala dhambi ikae ndani ya huyo mtu. Hakuna mtu yeyote aliyemwamini Kristo anayekusudia kwenda dhambini kwa kupenda. Anakuwa mtumwa wa dhambi. Yohana mlango wa 8 mstari wa 30 pale mpaka 35, Yesu anawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa ndani yangu mtakuwa huru. Mwana ataweka huru. Sasa hatujawa kwa 31. Sasa hatujawa mtumwa mtu yeyote sisi. Sasa kwa nini? Sasa watendao dhambi ni watumwa wa dhambi. Dhambi inawakamata, inawapeleka mahali wasipopenda. Na walimwamini Yesu, lakini ni watumwa wa dhambi. Na baadaye dhambi kawaambia muueni huyu. Maana nawaambia maneno magumu sana. Dhambi hairuhusiwi kukushinda. Wewe ndio unairuhusu dhambi kukushinda. Sema amina yenye afya vizuri. Yaani tangu ulipookoka, dhambi ilipigwa marufuku ya kukushinda. Marufuku kukushinda. Tangu ulipomwamini Yesu, dhambi iliambiwa kinywa fungwa, pita hivi. Wewe ndio unaifungulia mlango wa kukushinda. Yenyewe haina tena nguvu juu yako. Si unakumbuka ulipomwamini Yesu wewe? Nani alikwambia usizini, usiue, usiibe, usiseme uongo? Nani alikwambia? Mimi mpaka sasa namwambia Mungu, naomba Baba niendelee kuwa na magari mengi. Nimeshindwa. Majisi nikaenda Dar es Salaam, nikawa nimeamua kupanda vigaragari hivi daladala. Nimepanda daladala, makondakta wanatukanana na abiria wanauza samaki, wa mama wanatoka kule feri, yani matusi. Mimi nikaanza kukemea kwa jina, nikaona kama siko kwenye ulimwengu wangu. Lakini ni maisha ambayo zamani niliyaishi tu, tena nilikuwa naona yani maneno ya matusi ndio maisha yangu. Lakini ghafla nimeshindwa kabisa kukaa kwenye ile gari. Nikaanza kuwa mkali, nagombana na kondakta. Akaniambia, vipi huyu? Huyu mangi anaonekana ametoka Arusha, huyu mangi. Haelewi huyu, unajua ujamaa wetu haelewi huyu. Huyu wakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mimi hakuna mtu aliyeniambia acha hiki. Ni kwa sababu nilipewa ushindi wa dhambi automatically. Na wewe ushindi unao kwa jina la Bwana. Huo ushindi unao kwa jina la Yesu.
una haja ya kufungulia mlango uharibifu. Sasa ukiwa unajua hivyo, hauruhusu vitu vyovyote kukushinda. Tutazungumza habari ya nyakati, tutazungumza habari ya vipindi ambavyo kwenye maisha haya na Mungu vinatupata, na nini tufanye kwenye hii siri ili tuweze kutembea kwenye ushindi kwenye kila kipindi. Maana lazima kije, kila kipindi lazima kije, na vile vipindi visipokuja kwenye maisha yako na vikapita vizuri, haukomai, haukui. Wewe nikwambie, neno la Mungu linakomaza akili, vipindi vinakomaza mifupa. Yaani ile misuli ya kiroho, vile vipindi vinakomaza. Kama upitii vile vipindi, haukui. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haukui kabisa. Utakaa kwenye wokovu miaka mingi, lakini haukui kabisa. Sikia nikwambie, tulipookolewa, tunapokuwa katika Kristo, kila siku tuko vitani. Hii ni kanuni namba 1. Tutaizungumza kesho na kesho kutwa, naomba nisiseme. Lakini vile vipindi vikija kwenye maisha yako, tunataka kujifunza Mungu anakupaje ushindi, na wewe unaupataje ushindi? Unautafutaje ushindi kwenye vile vipindi? Kitu gani kinakusaidia wewe kwenye vinyakati ngumu? Kitu gani kitakusaidia kwenye nyakati za ukimya? Kitu gani kitakusaidia kwenye nyakati baridi? Kitu gani kitakusaidia? Nini cha kufanya wakati wa kupanda? Sema amina. Mungu aliyekuita amekusudia kukufanya mkuu katika nchi ya kupaya Bwana Mungu wako. Amekusudia kukupa ushindi katika yale yote mema unayoyajua. Yale yote unayoyafikiri Mungu amekusudia kukupa. Yale yote unayoyaona yanapendeza na watu wengine, Mungu amekusudia kukupa. Na yale mengine ambayo hata uyajui lakini ni mazuri, wengine wanayatumia, Mungu amekusudia na hayo pia kukupa. Haleluya. Amekusudia. Ni makusudi yake, ni mapenzi yake, ni mpango kabisa. Umeandikwa kabisa, it is written, ambao hauondoki kabisa. Ni wajibu wako wewe kujifunza namna ya kutembea na yeye. Ibrahim alipoambiwa kuwa baba wa mataifa na akaambiwa atakuwa taifa kubwa, halikutokea kwa siku moja. Ilipita katika vipindi, ilipita katika process. Na wewe Mungu anataka na wewe utembee, usiwe mtu wa kulialia. Unapolialia na kupoteza muda, unapunguza nyakati za kufanikiwa. Unapunguza nyakati za kufikia nini? Mafanikio yako.